Korea Kaskazini imerusha makombora kadhaa ya balistiki kutoka pwani yake ya magharibi kuelekea kambi za vikosi vya Marekani na Korea Kusini vinapofanya mazoezi yao ya kila mwaka ya kijeshi, kulingana na taarifa za vikosi vya ulinzi vya Japani na Korea Kusini. Wizara ya ulinzi ya Japani ilisema siku ya Jumamosi kwamba makombora hayo yalirushwa karibu na saa 10:30 alasiri katika mwelekeo wa kaskazini mashariki, kulingana na taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X. Japani inakadiria kuwa makombora hayo yalifikia urefu wa zaidi wa kilomita 80 sawa na maili 50 na yalisafiri takriban kilomita 340 kabla ya kutua karibu na pwani ya mashariki ya rasi ya Korea, nje ya eneo la kiuchumi la kipekee la Tokyo. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa hakuna uharibifu ulioripotiwa na ndege au meli zilizo karibu, chapisho hilo lilisema. Kikundi kazi cha wafanyakazi wa pamoja wa Korea Kusini wamethibitisha kwamba Pyongyang imerusha takriban makombora 10 ya balistiki kuelekea bahari ya Mashariki, ambayo pia inajulikana kama bahari ya Japani, kulingana na shirika la habari la Yonhap. Kikundi kazi hicho cha wafanyakazi wa pamoja wa Korea Kusini kilisema kuwa tukio hili ni mara ya 3 kwa Korea Kaskazini kufyatua makombora ya balistiki tangu kuanza kwa mwaka huo. Vikosi vya Korea Kusini, Japan na Marekani bado viko katika hali ya mashaka kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi haya zaidi, shirika la habari la Korea Kusini lilisema. Pyongyang mara nyingi hufyatua makombora ili kuonesha hasira kwa majirani zake. Urushaji huo wa makombora ya balistiki missile unakuja wakati dunia inafuatilia vita vilivyochochewa katika Mashariki ya Kati na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Tehran katika eneo lote. Korea Kaskazini mapema wiki hii ilipinga kuanza kwa mazoezi ya Freedom Shield ya siku 10 ambayo yanahusisha maelfu ya askari kutoka Korea Kusini na Marekani na yanaendelea hadi Machi 19.